Tunamshukuru Mungu sana, tuna mgeni tena pamoja nasi. Amekuwa sasa sio mgeni, amekuwa rafiki yetu. Na huyu bwana hajashuhudia vizuri sana. Huyu mtu ni mshirika wa Kinondoni. Huwezi kuamini. Mshirika wa Kinondoni, alafu ndo wake amefunga Kinondoni. Amenambia hivyo nikashindwa kuelewa. Amefanya na vijana hapa, hata kwangu kule nikijenga, alishakwenda kule na kina Mahondo Efraim. Akalala na kulala huko. Yaani ninashangaa. Nimekuja kumtambua baadaye amekomaa. Karibu ni babu. Sielewi ni kwa nini. Ndugu yangu, mtumishi wa Bwana, rafiki yetu, pako mafuta wa Bwana Yesu, Jairus Maloda, karibu tafadhali utuhudumie. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Amen. Naomba inua mkono wako mmoja juu niweze kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili na rehema na kibali chako. Mapema kabisa baada ya kuvuka mwaka, umenipa neema ya kuwa sehemu ya watu walioingia mahali hapa. Asante kuwavusha wote, na asante kutuleta pamoja tena katika ibada ya leo tarehe 11 kwa majira haya na muda mfupi sana. Naomba ukatubariki kwa maneno ya uzima sawasawa na makusudi yako yaliyokamilika, katika jina kuu takatifu la Yesu. Sema amen. Amen. Heri ya mwaka mpya. Mungu akubariki. Unaweza kuketi, mpe mkono jirani yako, mwambie mtumishi anakusalimu sana. Nafurahi kuwaona na nimejisikia vema kama baba ameongea hapo. Mimi sasa naona ninaishi Morogoro, Dar es Salaam. Kwa hiyo nimekuwa jambo la pekee. Asante baba kwa nafasi hii, na asante kunirejesha tena Kinondoni. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kibali na kwa ajili ya baraka hii ya pekee. Asanteni sana watumishi wa Mungu, na nishukuru kwa ajili ya wale wote ambao kwa uaminifu wamemaliza ahadi zao. Mungu awabariki sana. Naomba tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya hilo. Lakini pia nishukuru kwa wale ambao wamepunguza kwa kiwango kikubwa. Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi watu hawa ambao wametenda hivyo. Lakini pia kipekee kabisa nishukuru kwa ajili ya agizo maalumu ambao limetoka madhabahuni leo, kwamba kila aliyeahidi ahakikishe kabla mwezi huu haujaisha amemaliza. Na mimi nataka niseme neno moja hapa, kwamba ujenzi unakamilika na tunajenga. Hiyo mashine, hiyo crane italetwa hapa, hakuna kitakachokwama. Na kama Mungu anataka gharama zipungue, atatufungulia mlango wiki hii. Na kama gharama zinapaswa kubaki hivyo hivyo, haibadilishi chochote. Kazi ya Mungu itafanyika na hatutapungukiwa na kitu chochote. Yaani shika hayo maneno, hakikwami chochote, hakipungui chochote, hakisimami chochote. Tangazo lililoko madhabahuni ni kwamba jengo hili linakamilika mwishoni mwa mwaka huu. Kwa shika hilo neno, sio mwaka kesho kutwa wala mwaka kesho, ni mwishoni mwa mwaka huu. Pigia Yesu makofi. Hebu sema mwishoni mwa mwaka huu. Sasa mshike jirani yako, mwambie wewe ni sehemu ya hilo jambo kufanyika. Kuwa mwaminifu kuanzia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nina uhakika leo tumepeleka watoto shule, lakini kuanzia wiki ijayo tutakuwa na fedha nyingi sana hapa kila wiki ili kukamilisha haya malengo. Na Mungu awabariki sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana.
Baada ya kusema hayo, nataka niseme na wewe ujumbe huu nilionao kwa muda nilionao. Nina ujumbe maalum ambao Bwana amenituma kwako kwa kama dakika 35 hivi, na pia tufanye mambo mengine ambayo Bwana ameniagiza tuweze kuyafanya. Kama unaandika, naomba uandike hivi: waliokuwa na nguvu juu yetu, waliokuwa na nguvu juu yetu jana na miaka iliyopita hawana nguvu tena leo. Waliokuwa na nguvu juu yetu jana na miaka iliyopita hawana nguvu tena kuanzia leo. Chochote kilikuwa na nguvu juu ya maisha yako kinyume chako, hata kama ilikuwa ni jana, hata kama ni wakati unaingia hapa, wakati niko kwenye maombi, Roho Mtakatifu aliniambia waambie watu wa Kinondoni, kilichokuwa na nguvu kwao jana hakina nguvu tena kwao kuanzia leo. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 tutatumia hiyo, na kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 naomba nisome kwa haraka. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Sasa naomba twende pamoja. Hebu sema, mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Sema, waliokuwa na nguvu juu yangu hawana nguvu tena. Sema, kila mkono uliokuwa na nguvu juu ya kanisa, juu ya maisha ya mtu, juu ya familia, sema huo mkono, hao watu wenye huo mkono wanaoitwa wa Midiani, sema hawana nguvu tena. Sasa neno linasema kwa sababu walikuwa na nguvu, Waisraeli wakajifanyia ngome. Ule mstari wa 3, basi ikawa hapo Israeli walipopanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Ilikuwa hapo wana wa Israeli walipopanda mashamba, walipofanya kazi zao, walipopanga mipango yao. Kumbuka tuko mwanzoni mwa mwaka, wakaweka na malengo yao, wakapanda mashamba yao. Neno linasema hao watu wa Midiani waliokuwa na nguvu juu yao walikwea juu ya Israeli, na walikuwa wanakwea kwa ajili ya nini? Neno linasema walikuja wakaweka malago, wakaweka vituo, na walipoweka vituo kazi yao ilikuwa ni hii. Mstari wa 4, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Ngoja niseme kidogo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawa jamaa wana nguvu juu ya Israeli, halafu Israeli wanapopanda mashamba yao, tungesema leo wanapoanzisha biashara zao,
Unajua hatupandi kila wakati, kuna majira. Tumeanza mwaka, wanapopanga mipango yao, wanapoanza biashara zao, wanapoanza miradi yao, wanapoanza kazi zao, hawa jamaa wanakuja, hawaji tu kabla hawajafanya. Yani wanangoja kwanza uanzishe biashara, uanzishe duka, uanzishe mradi, uweke mpango, uweke mipango yako. Halafu ukishayapanga mambo yako, ukayaanza, wananyanyuka, wanakuja, na wakija wanaharibu kila kitu. Neno linasema hawakuwaachia riziki ya aina yoyote. Sasa naomba nitamke maneno haya. Wale waliokuwa wanakweaga juu ya biashara zako, wale waliokuwa wanakweaga juu ya mipango yako, wale waliokuwa wanakweaga juu ya malengo yako, wale waliokuwa wanakweaga juu ya biashara zako, wale waliokuwa wanakweaga ofisini kwako, hawataki ufanikiwe, hawataki uinuliwe, hawataki waone unaendelea. Nataka nitangaze, mwaka huu hautawaona tena. Nasema mwaka huu hautawaona tena. Mwangalie jirani yako, mwambie kila aliyekwaga anakwea. Yani ukiweka jambo anakwea, na akija anakuja kuharibu, haupati riziki. Mwaka huu hakuna kinachoharibika. Hakuna, hawataharibu kondoo, hawataharibu biashara, hawataharibu mipango, kwa sababu waliokuwa na nguvu hawana nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini walikuwa na nguvu? Israeli walikuwa wamemkosea Mungu. Zaburi ya 32 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: heri aliyesamehewa makosa yake na kusitiriwa dhambi zake. Amebarikiwa aliyesamehewa makosa yake. Wangapi hapa wameokoka? Wangapi wanampenda Yesu? Mwambie jirani yako, wewe umesamehewa dhambi zako. Kilichokuwa kinawafanya wanyanyuke wakujie wewe hakipo tena. Kama Bwana amekusamehe dhambi, maana yake hawatainuka tena juu yako, kwa sababu kilichofanya wawe na nguvu ni makosa ya Israeli. Na kama bado kuna makosa, leo tutayatubu. Hatutaki tena mwamareki ainuke juu yako, hatutaki mchawi yawe na nguvu juu yako, hatutaki mikosi iwe na nguvu juu yako, hatutaki laana ziwe na nguvu juu yako, hatutaki bahati mbaya iwe na nguvu juu yako, hatutaki mabaya yawe na nguvu juu yako. Roho wa Bwana aliniambia usiku wa manane nikiwa naomba, akasema, ninyi mmesamehewa dhambi zenu, ninyi mmeokolewa. Kwa hiyo shetani hana nguvu tena ya kufanya chochote. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kama tumeokoka, sisi ni watoto wa Mungu, nataka nitangaze, hakuna kilicho juu. Neno linasema Midiani walikuwa na nguvu juu ya Israeli kwa sababu ya dhambi. Kama tumesamehewa dhambi, maana yake Midiani hana nguvu tena juu yetu. Aliye juu yetu ni Jehova. Mwaka huu, ili nitangaze, naomba ulishike, hawatakwea tena. Wachawi hawatakwea tena kwenye biashara yako, kuzimu haitakwea tena kwenye mipango yako, mabaya hayatakwea tena kwenye mambo yako, uovu hautakwea tena kwenye familia yako, uharibifu hautakwea tena kwenye afya yako. Hebu sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza hivi, ngoja tuende tu, nasoma kidogo kidogo hivyo. Biblia inasema ya kwamba hawa jamaa walikuja, mstari wa 6, Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Midiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wangapi wamemlilia hapa Bwana? Hapo chini nataka nihubiri haraka sana. Hebu sema, Israeli wakamlilia Bwana. Kinondoni wakamlilia Bwana. Kabla hatujamaliza mwaka tumlilia Bwana. Tulifunga hapa kavu mwaka jana, tulifunga maombi ya aina nyingi mwaka jana. Walipomlilia Bwana, Bwana akatuma nabii kwao. Nami nasimama hapa nitoe tangazo ya kwamba kuna kitu kinatokea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda wangu,
Ngoja niende pale mbele nikwambie habari hii. Mstari ule wa 11, neno la Mungu linasema, walipomlilia Bwana, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Unajua Gideoni alikuwa anajua bado Wamidiani wana nguvu. Hakujua hawana nguvu, hakujua hawatakuja tena mwaka huu. Naomba nikwambie, usifiche mipango yako, usifiche vitu vyako. Weka biashara zako hadharani, weka mipango yako hadharani, weka ndoto zako hadharani. Hauna sababu ya kuficha, maana waharibifu hawatakwea. Malaika alipofika anamkuta Gideoni anaficha. Neno linasema malaika akamwambia, malaika wa Bwana, mstari wa 12, akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Shika mkono jirani yako, mwambie Bwana yuko pamoja na wewe, shujaa. Wewe sio yule mtu wa mwaka jana, wewe sio yule mtu wa mwaka juzi, wewe sio yule mtu uliyekuwa unaonewa. Sema Bwana yuko pamoja nami. Mwambie jirani yako, wewe ni shujaa. Wewe sio yule mtu dhaifu, kama neno la Bwana ambavyo linanena katika Yoeli 3:9. Neno linasema, Yoeli 3:9, aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Tena linasema, waamsheni mashujaa, waambie wayafue majembe yao kuwa panga kali. Bwana Yesu asifiwe. Na aliye dhaifu aseme mimi ni shujaa. Angalia hapo mbele, hebu sema, tangazeni haya kati ya mataifa, takaseni vita, waamsheni mashujaa, watu wa vita wakaribie, wapande juu. Nami nasema mashujaa amka, huu ni mwaka wa kwetu. Mashujaa amka, amka kwenye maombi mashujaa, amka kwenye biashara mashujaa, amka kwenye injili mashujaa. Nasema mashujaa amka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena mashujaa. Kama naongea na mashujaa, punga mkono wako hewani namna hii. Siongei na watu wa wanyonge, siongei na watu ambao ni wa mwaka juzi. Naongea na watu ambao wana uhakika Yesu anakaa ndani, wana uhakika wamesamehewa dhambi. Anataka mashujaa waamke, anataka wainjilisti waamke, anataka wana maombi waamke, anataka wafanya biashara waamke. Huu sio mwaka wa kawaida, huu ni mwaka wa mageuzi, huu ni mwaka wa uamsho, huu ni mwaka ambao kilichokuwa na nguvu kwenye maisha yako hakina nguvu tena. Shika haya maneno. Kilichokuwa kinakusumbua, kinakuharibia riziki, kinakuharibia maono, kinakuharibia biashara, hakina nguvu tena. Hello. Sema aliye dhaifu aseme. Sema. Mwambie jirani yako, sema mimi ni hodari. Sema mimi ni hodari. Mstari wa 10. Sema mimi ni hodari. Hiyo Yoeli 3 mstari wa 10. Sema mimi ni hodari. Sema mimi nina nguvu. Ndio tafsiri hapo. Sema mimi nina nguvu. Sema nina nguvu. Gideoni hakujua ya kwamba sio tena muda wa kuficha vyakula, sio muda wa kufanya vitu kwa hofu, sio muda wa kufanya vitu kwa mashaka. Huo muda wa kufanya vitu kwa mashaka umeshapita. Nilikuwa naongea na mzee hapa, baba akatamka lugha moja, akaniambia, unajua kana naongea tuko na mama, akasema hata kwa watu. Mimi nilimwambia baba, hili jengo tunamaliza mwaka huu. Tumekutana tu nikamwambia baba, hili jengo tunamaliza mwaka huu. Akaniambia hata wakiwa watu 200 tunamaliza. Yaani haihitaji watu hata ikiwa watu 300 tunamaliza. Hebu sema hata ikiwa watu 300 tunamaliza. Sio lazima 1000 wafanye. Watu 300 wanatosha, na kazi inanyanyuka, na wala haisimami
katika jina la Yesu aliye hai. Kilichokuwa na nguvu hakina nguvu tena. Yaani kwa picha iliyoko ndani ya moyo wa Baba ni kwamba wewe unajua, niliwaambia mapema tu, ukinyamaza wewe, Mungu atafanya wokovu kwa njia nyingine. Nishasema wakati tunazoa habari ya changizo, nikawaambia kama utanyamaza wakati huu, ukafikiri Mungu afanye. Shika hayo maneno, hayatabadilika. Hii kazi imeisha. Hakuna wa kuzuia, hakuna kikwazo. Tuna milioni 400 wiki ijayo, na inayokuja atakuwa na milioni 550 mpaka kuelekea 600. Kwa hiyo tutamlipa na huyo mwekeleni yake kwamba atuletee hapo, shughuli ziendelee. Yaani hakuna cha kukwama hapa. Mwangalie jirani yako, mwaka huu haukwami. Wewe ni hodari. Hata kama mwaka jana ulikuwa dhaifu, lakini sasa wewe ni hodari. Hata kama ulikuwa huwezi mwaka juzi, nasema mwaka huu unaweza. Hata kama ulikuwa hufanikiwi mwaka jana, mwaka huu utafanikiwa, kwa sababu aliyekuwa anakwea juu yako, aliyekuwa amekuhusuru, majira ya Bwana yameshakuja. Yule Mungu aliyetuokoa ameshawadia. Unajua Gideoni hakujua hii kitu. Malaika wa Bwana akamwambia Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Nataka ushike maneno haya, Mungu yuko pamoja na wewe. Hauna haja ya kuficha ngano tena, hauna haja ya kuficha kipawa chako tena, hauna haja ya kuficha ndoto zako tena, hauna haja ya kuficha mipango yako tena. Fanya kwa uhuru. Hata hawataweza kukuloga, hawataweza kukuharibia, hawataweza kukufitini. Gideoni anamjibu malaika. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo ya ajabu waliotuhadithia baba zetu, wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri, ila sasa ametutupa, ametutia katika mikono ya Wamidiani. Unajua, Gideoni anapomjibu malaika, anajibu habari ya juzi. Kumbe malaika alipokuja alikuwa na maana ya kwamba Mungu aliyesema amewatupa amesharejea. Naomba badilisha akili zako. Yule Mungu anayetetea amesharejea. Yule Mungu anayeinua watu amesharejea. Yule Mungu anayeponya watu kwa matendo makuu amesharejea. Yule Mungu wa maajabu amesharejea. Hatuko kama tulivyokuwa, tuko vingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamtazama akasema, wala hakumjibu chochote, akamwambia, enenda na uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Yaani yeye anajitetea, anajieleza kama Mungu yuko na sisi. Mbona magonjwa haya? Mbona mateso haya? Mbona shida hii? Yule malaika akamtazama akamwambia, acha maelezo, majira yamebadilika. Unachokijua jana sio leo, leo ni nyingine. Naomba nakwambia kabisa, badili mtazamo. Hautarogeka mwaka huu. Hakuna utakachoanza kikakwama njiani. Sikiliza, vile vilivyokuwa vinakuonea havina nguvu juu yako kukuonea tena. Vile vilivyokuwa vinakukwamisha havina nguvu juu yako tena kukukwamisha. Kile kilichokuwa kinakuzuia hakina nguvu tena ya kukuzuia. Kile ambacho kabisa kwa miaka ya kutosha kimekushika, haya maneno, kwa miaka ya kutosha kimekuzuia. Midiani walikuwa na nguvu miaka 7. Si kama naongea na mtu anaelewa hapa. Umepitia kipindi ambacho wachawi wamekuwa na uwezo wa kuharibu mambo yako kwa miaka 10, kwa miaka 8, kwa miaka 6.
Sikiliza neno la Bwana. Hili ndilo neno la Bwana. Wewe sio yule wanayeweza kutenda waliotenda juzi. Hapana, mazingira yamebadilika. Bwana ameshakuja. Nasema Mungu ameshakuja. Ana jambo anataka kulitenda kwetu. Haleluya, haleluya. Nenda na uwezo huu, kawaokoe ndugu zako na mkono wa Midiani, kaiokoe familia na roho za mizimu, kaokoe wenye dhambi kwa jina la Yesu. Nenda na uwezo huu. Kuna uweza utaambatana na wewe. Pokea nguvu ambayo sio ya kawaida, itakayofanya mwaka huu waliokuwa na nguvu wapigwe kama mtu mmoja. Umasikini utapigwa, magonjwa yatapigwa, watesi watapigwa, vikwazo vitapigwa, laana zitapigwa, mabaya yatapigwa. Unajua, hebu mshangilie Yesu. Nasema mashujaa amka. Nasema tena mashujaa amkeni. Kinondoni wewe sio dhaifu, ninyi ni mashujaa. Amka. Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe sio masikini. Wewe unasadije kwenye kanisa kama hili afu mimi masikini? Masikini wa wapi? Tunapanga kukodi mashine tu ya kunyanyua vyuma milioni 150. Hafu sema wewe si masikini. Wewe hujui cha kufanya wewe. Halo, mwangalie jirani yako. Na wala hatuliili. Wakigoma tunawabeba hivyo hivyo. Usituchanganye hapa. Mwangalie jirani yako. Nani masikini hapa? Haleluya. Yuko wapi masikini hapa? Kama hujapaki gari nje utapaki tu mwaka huo kwa jina la Yesu. Maadamu una ndoto utapaki tu hiyo gari. Nasema hivi kwa jina la Bwana, hakuna mchawi atakuloga mwaka huo. Hakuna kitakachokwea juu yako mwaka huo. Shika haya maneno, utakusudia neno litathibitika. Kule kazini wafanya umbea na fitina juu yako hawataweza. Wewe uko juu yao, wao wako chini yako. Sema amen. Haleluya. Hakuna kilicho juu yetu. Bwana akasema nenda na uwezo huo. Hello. Mwangalie jirani, mwambie wewe hofu ya nini? Mashaka ya nini? Toa ile nadhiri yako. Biashara haiharibiki. Achana na akili za kiumasikini. Nikitoa ile milioni mambo yatakwendaje? Yatakwenda sawa sawa. Halo. Hello. Kula vizuri wewe. Vaa vizuri wewe. Toa sadaka nzuri wewe. Acha kulala na stress wewe. Hautakufa. Hautaaibika. Waaibishaji hawana nguvu tena. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Waliotuonea hawana nguvu tena. Waliotuzuilia hawana nguvu tena. Mapepo ya Kinondoni hayana nguvu tena. Mapepo ya Dar es Salaam hayana nguvu tena. Mapepo ya kabila ya kwenu hayana nguvu tena kwa jina la Yesu. Maroho ya umasikini hayana nguvu tena. Maroho ya mateso hayana nguvu tena. Maroho ya maonezi hayana nguvu tena. Sema amen. Mwambie jirani yako, huu ni mwaka wa kutembea kibabe. Waliokuwa wanatuonea watakiona cha mtema makuni. Sema amen. Waliojua tunafia kwenye nyumba zao za kupanga, naona mambo yakibadilika. Yabadilika kwa wema wako. Haleluya. Haleluya. Usiogope, utalipa tu ada. Usiogope tu, utalipa zile kodi. Usiogope tu, utakamilisha mipango yako. Usiogope, usiogope. Enenda na uwezo huu.
Pokea nguvu ya Bwana ikakutetee. Pokea uwezo wa Bwana aliyopewa Gideoni. Sema amen, amen. Haleluya. Wangapi wanajiona mashujaa hapa? Hebu sema mimi ni shujaa. Sema tena mimi ni shujaa. Sema tena mimi ni shujaa. Asante. Sema tena mimi ni shujaa. Sema tena mimi ni shujaa. Sema tena mimi ni hodari. Sema naamka, najivika uweza. Sema naamka, najivika uweza. Bwana akamwambia nenda na uweza huo. Nami nasema nenda na uweza huo. 2026 nenda na uweza huo. Nenda na uweza huo. Wamidiani hawana lolote. Nenda na uweza huo. Bwana ameshakuja. Nenda na nguvu hii. Roho wa Bwana ameshashuka. Nenda na nguvu hii. Nenda na uweza huo. Akamwambia haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 Bwana akamwambia hakika nitakuwa pamoja nawe, utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Piga mkono wako namna hii, mwambie jirani yako hakika. Sema kwa nguvu, hakika Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawapiga watesi kama mtu mmoja. Sema hakika Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawapiga. Sema wachawi watapigwa kama mtu mmoja. Vikwazo vitapigwa kama mtu mmoja. Roho ya msikini utapigwa. Roho ya uchawi itapigwa. Magonjwa yatapigwa. Laana zitapigwa. Uharibifu utapigwa. Hakuna kukwama kwama. Mwaka huu ni mwaka wa spidi. Kila jambo linaenda kwa spidi. Ujenzi kwa spidi, biashara kwa spidi, maono kwa spidi, malengo kwa spidi. Hakika Bwana atakuwa pamoja na wewe. Waliozuia wanao kufanya vizuri darasani hawana nguvu tena. Waliozuia wateja kwenye biashara hawana nguvu tena. Waliozuia mioyo ya watu kuja ibadani hawana nguvu tena. Waliozuia watu kutoa ahadi kwa wakati hawana nguvu tena. Waliozuia mipango yako miaka mingi hawana nguvu tena. Waliozuia watu kuolewa kwa muda mrefu hawana nguvu tena. Kilichozuia watu kuzaa kwa muda mrefu hakina nguvu tena. Pigia Yesu makofi. Nasema hawana nguvu. Waliotuzuia kuja kwenye maombi hawana nguvu. Waliotuzuia kunena kwa lugha hawana nguvu. Mawazo ya kushindwa hayana nguvu. Mawazo ya ujinga hayana nguvu tena. Shangilia Yesu. Pigia Bwana makofi. Wakati najiandaa kumaliza message hii, nataka nikwambie ya kwamba Bwana aliniambia yale yanakwenda kutokea. Shika maneno yangu. Hii ni Januari tarehe 11. Vile vilivyokuwa vinakukwamishaga havitakukwamisha. Wale waliokuwa na nguvu ya kuzuia usipande cheo kazini hawatazuia. Hawatazuia. Nasema hawatazuia. Kile kilichokuwa kinazuia watu wasikubariki, watu wasikuletee fedha, watu wasisimame na wewe, hakina nguvu tena. Hakina. Kilikuwa na nguvu wakati Mungu hayupo. Mungu ameshakuja. Mungu ameshakuja. Mungu anakaa ndani yako. Yesu anakaa ndani yako. Mungu yuko na kanisa. Sikiliza, ili jengo siku linaezekwa, tumetoa hili banda hapa, ili la zamani. Tumetoa hili jengo ambalo tumelibomoa likatakata, tukaliremba kidogo hapa ili tukishuti paonekane pamependeza. Bwana Yesu asifiwe. Ngojeni niwaambie. Halo. Hapa pakitoka kabla hatujafanya finishing
utaona watu ambao ulikuwa hujawahi kufikiri. Nyinyi malizeni kuwezeka, simamisheni mashine hapo, mzigo umeshafika na mabati, watu wanaona kazi zinaendelea hapa. Mtaona tu wanapita wanachungulia na magari, kesho wanageuza magari, wanakuja magari yao, bwana mimi nitasali kwenye lile kanisa pale, lile kanisa naona la watu wa hadhi yangu. watu wa hadhi yangu. Wakati tunaumia majasho yanatutoka, haikuwa hadhi yake. Haleluya. Watu wa hadhi ya kanisa hili watakuja wengi sana. Nyi watengenezeni tu hadhi. Watakuja, wakija na hii tunawabambika, watununulie lori la milioni 700 la injili. Wakifika tunawapiga kazi ya kufanya. Sema amen. Watununulie na kila kitu mle ndani. Ukitoka jukwaa, vyombo, kila kitu. Kinondoni hii kanisa hii Kinondoni revival. Hatupaswi kutafuta kafuso, semi trailer. Semi unatumia remote tu inanyanyuka. Majukwaa yanafunguka. Tuna mainjinia, tuna maprofesa, tuna madaktari. Ndio kwenda tuanze kuhangaika. Wewe lete chuma iko, chomeka hapa. Wapi? Chukua remote, mtu anakaa na kompyuta jukwaa linakaa. Simuize wite katoka Marekani huko. Lazima mambo ya Marekani yawe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio Kinondoni revival. Alafu muda wenu unakimbia kweli. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalize maneno haya. Hizi dakika 3 zimesalia hapa. Kuna maombi nataka tuyafanye, lakini pia mwisho kuna jambo nataka kufanywa hapa na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema baada ya haya matukio kuna kitu nataka niongee tu hapa, kutokana muda wangu niruke vitu vingine, lakini niongee jambo hili hapa la muhimu sana kwenye hii habari. Neno la Mungu linasema baada ya haya maelezo, unajua Gideoni alijitetea. Alipojitetea, Mungu huwa hasikilizi kujitetea. Mimi siwezi kusema kama Musa. Mimi ndio wa jamii, si jamii maskini, tena mimi ndio mtoto wa mwisho. Mungu akamwambia, mimi naye sema na wewe sio mtoto wa mwisho, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Habari ya mtoto wa mwisho hainihusu. Nimeshakwambia hakika bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe. Nyanyuka, nenda. Jamaa akasema, sasa Bwana, kama ni wewe, subiri kwanza. Nisubiri hapa. Naenda kuchukua sadaka yangu. Nilete hapa. Malaika akasema nenda. Jamaa kaenda kakamata kondoo kaleta. Kaandaa kaweka pale. Tengeneza kama madhabahu kwenye jiwe, mwaga kwenye jiwe. Yule malaika si alikuwa na fimbo mkononi. Akanyosha. Kagusa na ile ncha ya fimbo. Moto ukashuka, ukalamba ule mchuzi na nyama. Pia. Gideoni akadondoka. Akasema, leo nimemuona Mungu live. Akasema mimi, na inaandikwa ukimuona hivi na mwili huu unakufa. Lakini hoja malaika alimwambia nini? Amani iwe kwako, hautakufa. Kwa mkono wako nikwambie maneno haya. Amani iwe kwako, hautaaibika mwaka huu. Amani iwe kwako, hautafedheheka mwaka huu. Amani iwe kwako, hautakufa. Nasema amani iwe kwako. Watoto wako hawatakuaibisha. Amani iwe kwako, hautabakia tasa tena. Amani iwe kwako, biashara yako haitaharibika tena. Amani iwe kwako, watoto wako hawatakuaibisha tena. Amani iwe kwako. Nasema pokea mwaka wa amani. Maisha yako yajae amani. Maisha yako yajae amani. Biashara zako zijae amani. Amani iwe kwako, iwe kwenye biashara yako, iwe kwenye afya yako, iwe kwenye ndoa yako, iwe kwa watoto wako. Isaya anasema na watoto wetu wote watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Amani iwe kwako, amani iwe kwako.
Alipoona hivyo Gideoni akaita mahali pale Jehova Shalom. Haleluya. Sema mwaka huu ni Jehova Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Sema mwaka huu ni amani tu. Kwenye biashara ni amani, mipango ya kanisa ni amani, kwenye ndoa ni amani, kwenye malengo ni amani, kwenye kwaya zote ni amani. Yani mwaka huu waliokuwa wanakweaga wanatuletea umbea na mateso hawapo. Sema badala ya wao kuja, sema badala ya wao kuja kutuharibu, sema leo sisi ndio tunaenda kuharibu. Unajua walikuwa wanakujaga, ningekuwa na muda kutosha ningekwambia yale yote walikuwa. Unajua wao hawa wa Midiani ndio walikuwa wanakweaga. Sasa kibao kikageuka, Gideoni na Israeli wale watu 300 ndio wakakwea. Sema tunakwea mapema, tunakwenda kuvamia kambi ya Wamidiani, watakiona cha moto. Haleluya. Wangapi wako tayari kukwea kwenye maombi? Waseme Wamidiani wapigwe, mapepo yapigwe, nguvu ya laana ipigwe. Haleluya, haleluya. Neno linasema roho ya Bwana ikaja juu ya Gideoni. Naiona roho ya Bwana juu ya mwanamke, naiona roho ya Bwana juu ya mwanaume, roho ambayo haikuwepo jana, roho ambayo haikuwepo juzi. Pokea hiyo roho ya Bwana, roho ya maombi, roho ya neema, roho ya nguvu, roho ya mamlaka, roho ya uweza. Pokea hiyo roho, pokea hiyo roho. Waliotupandia tunawapandia, waliotuteka tunawateka, waliotuzuia tunawazuia, waliotufunga tunawafunga, waliotuondolea amani wajiandae kukimbia. Sasa tumalize, nenda sura ya 7 tumalizie hapa. Yesu Kristo rabosheketerenera rikarababa sakata rekesheke ramayanda rabose. Pokea, kuna roho, pokea sura ile ya 7, ile sura ya 7. Haleluya, haleluya. Asante Mungu. Naomba nisome mstari ule wa 13. Sura ya 7 mstari wa 13. Kisha huyo Gideoni mwana wa Yoashi, samahani, sura ya 7 nasoma sura ya 8, kumbe sura ya 7 mstari wa 13. Hata Gideoni alipofika, tazama palikuwa na mtu aliyekuwa, yani kwenye kambi ya Wamidiani, aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto. Akasema, tazama naliota ndoto, na tazama mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Midiani, ukafika hata hema moja, ukaipiga hata ikaanguka, nao ukaipindua hata ikalala chini. Hebu sema mkate, sema mkate wa shayiri. Sema alikuwa anamwambia ndoto. Sema ameona mkate wa shayiri ukianguka katika kambi ya Wamidiani. Mwambie jirani yako, wewe ni mkate wa shayiri, unakwenda kuiangukia kambi ya Wamidiani na kuipindua kabisa, nayo ikalala chari. Gideoni ndo alikuwa mkate wa shayiri. Wewe ni mkate wa shayiri unaokwenda kuangukia mikoba ya wachawi kwenye mtaa. Itaanguka, italala, haitainuka. Sema amen. Sema ukaanguka, ukaipiga hata ikaanguka, nao ukaipindua hata ikalala chini. Sema kwa jina la Yesu, kila roho ya Kimidiani, chochote kilikuwa na nguvu kwangu, leo kwa neno la Bwana ninakiangukia kwa jina la Yesu. Ninakipiga na kipindua na kukilaza chini. Mstari wa 14, mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa ni upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote. Yani wanatafsiriana Wamidiani,
Yaani wenyewe, yaani Wamidiani ndio wanapeana tafsiri wao, wameota wao na tafsiri wanapeana wao. Mwendake anawapa na ndoto ulioota mbaya kwetu, ndoto walioota mbaya, wachawi wakaote ndoto mbaya. Walituotesha ndoto mbaya, zamu yao kuota ndoto mbaya. Wanaokufanyia fitina kazini wataota ndoto mbaya. Nasema ndoto mbaya ziwapate. Akasema haikosi. Hebu sema ni upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli. Mungu amewatia, natangaza leo, Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wako. Mungu amewatia watesi wako, wachawi wako, wapinzani wako katika mkono wako. Neno la Bwana linasema, baada ya hayo Gideoni akaenda, mstari wa 20, vile vikosi vitatu wakapiga tarumbeta, wakaivunja mitungi, wakaishika mienge kwa mikono yao ya kushoto na zile tarumbeta katika mikono yao ya kuume ili kuzipiga. Wakapiga kelele, upanga wa Bwana na wa Gideoni. Tamka hayo maneno, sema upanga wa Bwana na wa kwangu. Sema upanga wa Bwana na upanga wa kwangu. Sema upanga wa Bwana na wa Gideoni. Upanga wa Bwana, taja jina la kwako. Sema upanga wa Bwana na upanga wa nani? Taja jina lako. Sema upanga wa Bwana na upanga wa Jairus. Upanga wa Bwana, taja jina lako, na upanga wa, haleluya, upanga wa Bwana, upanga wa Bwana, upanga wa Bwana, upanga wa Bwana na upanga wa kwako. Hakuna kitakachosalia, hakuna kitakachokukwamisha kwa jina la Bwana wa majeshi. Upanga wa Logateswai na upanga wa Bwana, upanga wa Bwana na upanga wa Logateswai, upanga wa Bwana na upanga wa Logateswai. Midiani wanapigwa, jengo linajengwa, mambo yanakwenda. Waliokuwa na nguvu wakapigwa, wakachakaa. Muda wangu unasema ishia hapa. Itabaki, inabidi nibaki mpaka kesho ili nimalizie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Kuna vitu Mungu alinisemesha katikati ya usiku wa manane katika maombi mazito sana. Ni halisi na ni kweli juu ya kanisa la Mungu. Ni halisi na ni kweli juu ya maisha yako. Nasema ni halisi na ni kweli juu ya maisha yako. Nataka tufanye jambo moja. Nikaribishe mchungaji anayehusika. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya hivi, yote ambayo Mungu ameyatamka kwetu, sababu nisipofanya hili nitakuwa nimeacha jambo muhimu sana sana kwenu. Yote ambayo Mungu ameyatamka kwenu siku ile ya mwaka mpya na ibada ya kwanza, mchungaji kiongozi aliposimama hapa, baada ya shukurani akatamka mambo yatakayotendeka hapa. Yatakayotendeka hapa, nimeongezewa dakika 9. Yatakayotendeka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, zinanitosha na ni nyingi sana. Zinatosha sana. Kuwa na amani. Haleluya. Yote ambayo askofu ameyatangaza hapa juu ya kanisa, mipango na malengo, na yote ambayo tunayakusudia kwetu mwaka huu, tunataka kufanya jambo moja mbele za Mungu. Nataka kwa dakika 5 tufanye maombi ya maagano. Sema maombi ya maagano. Sema tena maombi ya maagano kwa mwaka 2026.
Sema tena, maombi ya maagano. Zaburi ya 50, soma tu hapo dakika moja, alafu hizi nyingine tuombe. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye hakimu. Sasa naomba watu 26. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakilishe. Chukua sadaka yoyote utasukuma ndani kufanya, halafu njoo hapo utuwakilishe. Ukiweza kupata 100,000 hata kama hauna itapendeza sana. Hao watu 26 nataka wasimame na namba 26, halafu tufanye maombi hapa. Watatuwakilisha. Njoo hapa, inataka utuandaka watu ambao watu 26 walete sadaka fulani kwa Mungu, halafu tuombe kwa haraka sana, kwa sababu ya mbio za muda wetu nimekosa kukupa maelezo mazuri. Nataka kutamka mambo fulani 6 hapa. Ni kutoka kwenye chumba cha maombi. Ukiweza, wewe unayeweza kutoa 100,000 kwa Mungu, hata kama huna utaituma baadaye kwa sadaka, lakini utatoa maelezo kwamba ni ile sadaka kwa ajili ya maagano ya 2026. Nataka nitamke mambo 6 hapa. Ili ni neno la Mungu. Hata ukizidi hakuna shida. Haya, baba namba 1, mama namba 2. Ngoja niruhusu tu. Alafu baadaye nitaomba. Mimi nitapata tu ripoti. Hiyo ripoti nina kazi nayo. Kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho, wakati naombea kanisa na mipango ya ujenzi na mwaka huu, kwa mzigo sana Mungu alinielekeza. Kwa sikutaka kuweka wazi sana. Hata baba sijaongea na chochote, lakini niko kwenye maombi tangu mwaka umeanza, ya muda mrefu, yanayochukua zaidi ya miezi 4. Kuna vitu nimeagizwa nisivitumie, na kuna muda ambao siwezi kula. Tangu tarehe 1 ilikuja kabla na imenishika. Na miongoni mwa mambo ambayo yapo kwenye maombi ni ukamilishwaji wa hili jengo mwaka huu. Kwa hiyo mimi nitasafiri nikiwa nimejizuia kwa vitu fulani, mpaka macho yangu yatakapoona na kuja hapa nakuta kabisa kwamba kile ambacho kimetamaniwa mwaka huu kimetendeka kwako na kwa kanisa la Mungu. Sasa inua mikono yako. Naomba kanisa zima tusimame. Dakika zimebaki 4. Hebu sema, Bwana Yesu, napokea neno hili kwa imani na kwa moyo wangu wote. Aliyekuwa na nguvu juu yangu, waliokuwa na nguvu juu yangu hawana nguvu tena. Wale walikuwa na nguvu miaka mingi kwangu hawana nguvu tena. Na kwa kuliamini neno lako, tunafanya maagano na wewe Mungu kwa sadaka zetu, sawa sawa na neno lako katika Zaburi 50 mstari wa 5.
nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Bwana, kwa sadaka hii tunafanya maagano nawe, na mbingu zikatangaze haki yako, kwa maana wewe Mungu ndiye mwamuzi. Tulia niombe. Bwana Yesu, kwa sadaka hii ya maagano, mambo haya sita ulinipa katika kuomba. Mipango yote ya kanisa imefanikiwa. Mipango yote ya familia na mtu mmoja mmoja imefanikiwa kwa viwango vikuu. Maisha ya furaha kwa kila mtu, afya njema kwa kila mtu, uzima. Hata waliokuwa wafe wataishi kwa jina la Yesu. Uamsho, ongezeko la watu, maisha ya utauwa, maisha ya ushindi. Baba, hakuna msiba, hakuna mauti. Mauti zimefutwa, ajali zimefutwa kwa jina la Yesu. Mabaya yamefutwa, hasara zimefutwa. Watu hawatapoteza kazi, watu hawatapoteza ndoa, watu hawatapoteza mitaji. Baraka ya Mungu juu yako, baraka ya Mungu juu ya watu wako, uzao kwa wasio na watoto, ndoa mpya nyingi mwaka huu, kazi na elimu, baraka za nyumba, baraka za kazi, baraka za elimu. Ukawe salama kwa jina la Yesu aliye hai. Ukawe salama kwa ulinzi wa Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Baba, kwa sadaka hii yote yaliyonenwa na mchungaji kiongozi kama mipango ya kanisa na kama maombi ya baraka kwa watoto wako, yote yanatendeka, na yaliyonenwa leo kwa Roho wako yote yamekwisha kuwa. Umebarikiwa, umeshinda. Pokea maisha ya furaha na amani katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sadaka hii ni alama ya agano kwamba yote tuliyoyaandika majumbani kwetu na kwenye mioyo yetu yanakwenda kukamilika katika jina la Yesu. Amen. Toa sadaka yako.